kwa mwanamke yoyote anayejitambua, haya ni mambo matatu ambayo atayaficha na kuyafanya yawe siri kwa gharama yoyote ile. Sawa sawa? Na nataka uweze kuelewa kuna mambo mengi unaweza ukashare na watu, ukawaambia watu, lakini sio moja ya haya mambo naenda kukuambia leo. Karibu sana, naitwa Mombeki Crispin. Hii ni Mbeki TV. Jambo la kwanza ambalo mwanamke unatakiwa ulifanye kuwa ni siri yako, usipende kuongelea juu ya mahusiano yako yaliyopita. Kitu ambacho utakiwi kukifanya kwa mwanaume wako wa sasa ama mwanamke wako wa sasa ama watu waliokuzunguka ni kuambia juu ya mahusiano yako yaliyopita yalikuwa. Mimi nilikuwa na mwanaume fulani bwana alikuwa hivi. Kila story wewe ushaikuwa na mwanaume wa namna hiyo. Kila story wewe ushaikuwa na mwanamke wa namna hiyo. Hii inakujengea taswira ya watu kuona wewe ni muuni. Pengine sio muuni, lakini ni nature ya maisha. Watu tunapitia kwa watu mbalimbali. Unaamini wewe kuna mwanamke yule akisha kutembea na wanaume hata 100? Vipi leo yeye akikuhadisia akishatembea na wanaume 100? Misha kutembea na mwanaume, yani ana bonge la dude mpaka kama mkono. Misha kutembea na mwanaume, akitaka kukama anakwambia anaongea Kimasai. Misha kutembea na mwanaume, yani akitaka kukunani kama anakubaka. Misha kutembea na mwanaume, ana mapele kibao. Misha, yani mambo yako yote. Sasa hii itakuweka uchi juu ya watu wakuchukulieje wewe. Lakini pia kama utalifanya hili kwa mpenzi wako, wanaume sisi ni watu wenye wivu sana. Yaani unaweza kumwadisia mwanaume mahusiano yako yaliyopita, yeye akaona kama ni ajana au akaona ile mahusiano ndio anamsaliti yeye sasa hivi. Yaani mimi mwanaume wangu yaliyopita alikuwa ananipiga wewe. Afadhali hata nimekupatia na shukuru. Yule mwanaume sisi tunataka kuonaga kwa wewe ni maana akipata mwanaume anampenda kuliko mimi ndio akawa anapigana. Si unanielewa? Yaani mara unamwadisia, yaani mimi mwanaume wangu wa mwanzo, yaani tulikuwa tunaweza kukaa hata mwezi hajaniingilia. Yaani hata ukimwambia hivi leo naamu, hataki kabisa kukugusa. Eti unamwadisia mwanaume wako mambo hayo. Mwanaume wako atanyamaza lakini kwa mwanamke ni anapenda ngono mpaka kiasi alikuwa anamlazimisha mwanaume. Kwa mwanaume hamtaki kabisa huyo. Kwa kumbe wewe unamshubukia bure tu, lakini hana thamani wewe. Kumbe tu si unanielewa, unatengeneza picha mbaya kwa mwenzako. Wewe unaweza kadhani ni unamwagia maua yake, unampa sifa kwamba kote ulikotoka hujaona ila kwake ndio kila kitu, lakini tazama unaoenda kuyazungumza juu ya mahusiano yako yaliyopita. Sawa, kama yeye atalazimisha kutaka kujua, basi na kuruhusu kumdanganya. Usimwambie too much kuhusiana na mahusiano yako yaliyopita. Sawa? Mpe tu kwa kifupi, mwambie bwana mimi sijawahi kujua juu ya masuala ya mapenzi ama upendo. Kila kitu mimi nimejifunza kwako. Kwa maana ninachokijua kilichowahi kupita kikanifanya nikikumbuke. Maybe kuanzia hapa nikiachana na wewe ndo nitaanza kukumbuka mahusiano yangu yaliyopita. Kuanzia kwako wewe. Lakini kwingine mimi sijui chochote. Kwanza sijawahi kudate na wanaume kwa naona muda kama nilikuwa na yaani ya clash tu. Yaani maliza. Sio ndo ukiulizwa na mwanaume hivi mahusiano yako yaliyopita ilikuwaje ndio unaanza kufungua vitabu. Yaani wewe mimi nimeteseka wewe. Mimi nishakuwa na mwanaume anarudi nyumbani sana na hizo siku anarudi kalewa. Akirudi hapo anataka mapenzi kwa nguvu kama anakubaka. Yaani nilivumilia. Mwanaume anaanza kwenda kwa hiyo nilimpendaga mtu mwingine kuliko anavyonipenda. Kwa hiyo haya mambo achana, usishare na mpenzi wako wala kushare na marafiki zako. Yabaki kuwa siri. Sawa, ulipigwa sana, ulimpenda, kuna mtu ulimpenda sana, kuna mtu alikupenda sana, kuna mtu, mambo yote hayo yabaki kuwa siri yako. Kuwa na kipimo na kiasi juu ya kuelezea mahusiano yako yaliyopita. Na jambo la pili, jambo la pili nimalizie kabisa. Siri za ndani ya nyumba yako. Umeolewa, unaishi na mwanaume, mambo ya ndani yabakie kuwa ya ndani kwako. Sio wote wanaopenda mambo mazuri ama sio wote wanaokutakia mambo mazuri. Watu wanaohadisia maadui wa pomomo, wenye matamanio wa pomomo. Nimeona wanawake wengi wanachukuliwa wanaume zao kwa mambo kama haya. Yaani mume wangu akikaa juu, paka anashangaa na kutumia dawa. Dakika 90 unamhadisia mwanamke ambaye mumewe akikaa juu hata sekunde achukui kamaliza, anaanza kumtamani mwanaume wako. Yaani mimi mwanaume wangu, yaani nakwambia nikikasirika tu kidogo kaniletea zawadi, kaninunulia gari, kaniletea simu. Unaanza kuhalisia watu maisha unayoishi na mumeo ambayo wao hawajawahi kuyaishi. Wanaanza kuonea wivu na pengine watakutengenezea mazingira ya kuvunja ndoa yako ama kumchukua mumeo.
Lakini pia unaweza ukatoa madhaifu ya mumeo. Yaani mume wangu kibamia kabisa niridhishi. Mume wangu yani akilala na koloma. Mume wangu bwana yani kitu hicho kipo sawa, kitu hicho kipo sawa. Maana yake pia unamdhoofisha mumeo na unajidhoofisha wewe na nyumba yako. Na mwisho wa siku unavuta maadui kwako wa kuharibu ndoa yako. Bado kuharibu ndoa yako kuko hapa. Na wakati mwingine ukiwa mtu wa kutoa siri za ndani kwako, wapo watu watakupa siri pia za nyumbani kwao, alafu wewe pia utaanza kutamani maisha ya wengine na kuanza kutaka kuondoka katika maisha yako. Mimi nawaambia watu kila siku, sababu pekee iliyowafanya mabibi zetu na mababu zetu wadumu katika mahusiano sio kwa sababu walikuwa wanapendana sana, bali ni hii siri za ndani. Bibi wa zamani alikuwa anaweza kaishi na mwanaume wake ama mumewe babu kibamia, babu anayefanya tendo la ndoa kwa mwezi mara moja, lakini akaishi mapenzi ndio yanafanywa katika namna hiyo, kwa sababu hajawahi kusikia kama kuna wanaume wanafanya mapenzi kila siku. Kwa nini hajawahi kusikia? Kwa sababu hawahadisiani. Anayefanywa kila siku na mumewe hadisi. Kwa huyu asiyefanywa kila siku na mumewe hajui kama kuna mwanaume mwingine anafanya kila siku. Kwa hiyo anaamini mumewe ndio anafanya sahihi. Yule aliyekutana na dude kama mlingoti hadisi. Kwa hata huyu mwenye kibamia hawezi kujua kama kuna wanaume wengine wana milingoti. Yeye atafahamu wanaume wote wana kibamia. Sio, nielewa. Kwa hiyo usiri uliofanya mabibi zetu waamini wanaume zao ndio wapo kama wanaume wote. Kuna mwanamke mmoja alishaye kumhadisia mwenzake kwamba jinsi anavyokojoa, anapofika kileleni na mumewe anamwaga ile maji nini. Mwenzake akaambia, "Wewe, kwani kuna kukojoa ukifanya mapenzi kama wanaume vile?" Anaambia, mwanamke akashangaa, kwenye ndoa yupo miaka 10, hajawahi kuliona hilo tendo la yeye kufika kileleni. Nini kilitokea? Akaanza kutamani kuona kwa namna gani atapata mwanaume anaweza kumuonyesha hiyo radha ya kufika kileleni. Tayari siri zinaenda kuharibu nyumba za watu, siri zitakuja kuharibu nyumba yako. Kwa hiyo jitahidi sana usitoe siri za ndani. Kwa mwanamke yoyote anayejielewa, hatokubali kutoa siri zake za ndani ama siri za mahusiano yake yaliyopita. Twende kwenye jambo la 3 ambalo mwanamke anayejielewa atalifanya kwa siri. Ni kutoa siri ama kuelezea matukio yako mabaya yaliyowahi kukutokea na ni aibu. Yapo matukio rahisi kuelezea, nilipata ajali, nilifanya hivi kadhalika, lakini kuna matukio yale ya aibu usiyatoe kwa wengine. Uliwahi kubakwa, sio lazima kila mtu ajue kama ulishawahi kubakwa. Uliwahi kutoa mimba, sio lazima kila mtu ajue ulishawahi kutoa mimba. Uliwahi kulalwa na kufanya group sex, hata hilo ni tukio baya. Ushawahi kulala na wanaume zaidi ya 3, sio kwa kubakwa, kwa mapenzi. Ushawahi kulala kusagana na wanawake wenzako. Ushawahi kufanya hayo matukio. Pengine uliyafanya katika ujana wako, uliyafanya katika foolish age, lakini still bado ni matukio ambayo hujayafurahia na unaamini ukiyatoa hayo matukio watu watakudharau, yatashusha heshima yako. Mwanamke mwenyewe alishawahi kubakwa yule. Mwanamke mwenyewe yule zamani alikuwa anafanya mapenzi na wanaume 3. Zamani mwanamke yule alikuwa msagaji. Zamani mwanamke yule bwana alikuwa akibaka, alikuwa gamwizi yule mwanamke. Zamani mwanamke alishawahi kufungwa jela. Ndio maana kuna details ambazo kuna watu hawataki kabisa zitoke. Na kuna watu wenye akili, ukiona details fulani za background yako hawataki kabisa kwa karibu na wewe. Tazama, ukiwa na jinai kesi, ukiwa na kesi ya jinai hapo ushawahi kukaa jela kwa sababu ya matukio la kuiba ama tukio la kuua, hata ajira sometimes unaweza usipate. Lakini inaweza kufanya hata watu waogope kwa karibu na wewe. Sio, nielewa. Tazama watu wenye kumbukumbu mbaya ambazo jamii iliweza kugundua kumbukumbu zao hizo. Ama kugundua matukio ya wao. Wanaishi vipi katika familia zao, ama wanaishi vipi katika jamii. Kuna baadhi ya jamii zinawatenga kwa sababu ya matukio kama hayo yaliyowahi kutokea. Kwa hiyo nataka nikwambie leo, haya ni mambo 3 ambayo kama wewe mwanamke unajielewa vizuri, utakiwi ya mambo kuyasema kwa wengine. Haya mambo nataka kuyafanya yabaki kuwa siri yako, haswa katika mahusiano yako. Naamini umeweza kunielewa. Hizi ni siri ambazo wewe mwanamke unajielewa na unataka kulinda heshima yako na kulinda mahusiano yako na mpenzi wako na jamii. Basi haya mambo yaenda kuyafanya kuwa siri. Usione sifa kuyatangaza haya mambo hadharani, yatakushushia heshima yako ama yatakupotezea watu wa muhimu katika maisha yako. Natumai umenielewa.
Kuna mambo mengi umejifunza. Niambie ni kitu gani umejifunza kupitia somo hili. Niambie ni mambo gani ambayo ulikuwa unayafanya sio siri, kila mtu anamuelezea na kwanza sasa utayafanya kwa siri. Niambie, je, haya mambo yalikuwa unayafanya siri katika maisha yako? Tushare hapo experience, niambie tujifunze pamoja katika comment. Kama bado hujasubscribe, naomba subscribe na uweze kushare na wengine waweze kujifunza na kupata faida ambayo hii wewe unaipata. Hadi wakati mwingine tena, naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Bye bye.